Kwa nini anakuita Vinicius Junior? Ni watu the way ambavyo maybe nywele style ya kunyoa na wengine kucheza kama hivyo. Yaani kucheza kiaje? Yaani kucheza mpira. Celebration. Playing style. Kama vile? Yeah, kama vile. Unacheza position ambayo anacheza yeye? Yeah, mimi nacheza left winger, right winger, striker pia. Yeah. Ni mmoja kati ambao ni wachezaji ambao ni inspirational kwako? Au anakuita tu? No, ni kwa sababu mimi pia nacheza position ambazo yeye pia anacheza, kwa hiyo ninajifunza pia kupitia yeye, naangalia some video zake nazitizama pia sometimes kupata quality zile ambazo anaonyesha. Katika kiwango cha Vini unaamini kuna kiasi fulani hivi pengine labda unakifikia katika kile ambacho anakideliver kwa mashabiki, ama kutamani kuona siku moja kweli tuwasema huyu hapa tujamuita Vini kwa kukosea, yani kwa namna ambavyo anacheza mpira? Nadhani yeye mwenyewe pia pale alipo ni dream ambazo alikuwa nazo tangu akiwa kijana. Kijana? Yeah, alipokuwa kijana. Sasa hivi tunaona miaka anaenda 20 ngapi, 25. Si kijana vile lakini. 25 mpira ukishanda kutoka. Okay. Pia alikuwa bado mdogo, alikuwa na dream kama hivyo kipindi anacheza kuna Luis Figo Madrid. Ina maana hata ungemuuliza angekwambia mimi pia natamani kuwa pale ambapo alipo. Kwa hiyo mimi pia naweza kusema yes, nothing is impossible. Okay, kila kitu kinawezekana. Sawa. Wewe ni mchezaji ambaye unacheza Ulaya. Poland ni Ulaya, ipo Europe. Yeah. Ni soka ambalo ni tofauti kidogo na Afrika. Hebu tupe experience kidogo ya maisha ya soka ya Poland au ukilinganisha na maisha ya soka ya Afrika. Lakini pia nataka tufahamu mwanzo wako kuweza kufika, ni safari yako kutokea Tanzania mpaka unafika Poland. Lakini pia kama ulishawahi kucheza ligi yote hapa, mchezo wote ama timu yote hapa Tanzania. Na maana hapo niseme sasa ile soka ambayo safari yako mpaka kufika Hubertus. Yeah, okay. Nilikuwa nimeanza katika timu ya Pamba na 17 Pamba Jiji. Coach alikuwa ni Mbukano. Ambaye nadhani sasa ni assistant coach Singida Big Star. Yeah. Yule pale ndio anaenda 17 ya na kina Dennis Nkane. Yeah, then baada ya pale ilikuwa 2019 kama sijakosea 19. Yeah. Baada ya pale mimi nikawa kuja tena Dar es Salaam nikanafanya majaribio Azam ya wakubwa ama Azam second team. Okay. Ya nikafanya pale, nakumbuka nilifanya kipindi kama miezi 4 mpaka 5 hivi. After hapo nikarudi home tena. Nikaenda kucheza timu ya nyumbani, timu ya nyumbani Saburi under 20 yani. Iko wapi? Iko Kahama. Kahama. Ilikuwa ni second team ya timu ya wakubwa, ilikuwa ligi daraja la pili. Okay. So I was training there and playing there. After hapo nikapata nafasi ya kuja Sports Drink Academy. Hapa Dar es Salaam, yes. So nikacheza pale Sports Drink Academy kwa miezi kama 6 mpaka 7, 2020 hiyo. After hapo tulicheza mechi nyingi. Mmoja ya mechi kubwa ambayo tulicheza pia ni mechi against Simba, mechi against Yanga. Simba ya youth na Yanga ama senior team? Tulishakucheza, nakumbuka tulicheza na second teams, mechi ya utangulizi siku ya Simba Day. Okay. Na siku ya Mwananchi pia mechi na. Kwa hiyo after hapo mimi nilikuwa nimerudi home, but my goal ilikuwa sio tu kucheza River Academy kwa sababu pia nataka kukua. Kwa hiyo baada ya hapo nikawa nimetoka, nikapata nafasi ya kwenda Thailand. Lakini unfortunately kwa ni majaribio ama? Yeah. Okay. Unfortunately haiko happen kwa sababu ya vitu ambavyo vilikuwa nje ya uwezo wangu. So after pale nakumbuka nikawa nimekwenda 2020 nikawa Uturuki. Majaribio pia. Kipindi cha COVID. Okay. Timu inaitwa FT Sport. Lakini bahati mbaya pia ilikuwa ni COVID, kama unakumbuka COVID ilikula sana watu, kwa hiyo unakuta hata lockdown mpira mfanya mazoezi. So nikaota na TZ kwa kuna mashindano ya Kambiaso yalifanyika Chamazi. Ya Kambiaso, Simba, sijui Coastal Union. Kuna timu inaitwa Janza kutoka Zambia. Inaitwa Janza. Okay. Yeah. Ya kutoka Zambia. So nikacheza ile timu ya Janza kutoka Zambia. Kwenye mashindano.
Nakumbuka kuna timu inaitwa Montpellier kutoka Ufaransa inashiriki. Montpellier, yeah. Walikuwepo hapa pia, kwa hiyo tukacheza na mashindano after pale, kwa sababu mashindano yalikuwa live. Nadhani ilikuwa ndio platform kubwa sana ya mimi pia kwenda juu zaidi. After mashindano nikapata opportunity ya kwanza kwenda Europe, Poland. Kwa hiyo ulicheza kama mchezaji wa Janza kutoka Zambia, okay. Tanzania. Okay. Yeah, kwa hiyo baada ya mashindano Mungu akamjalia heri zake, basi tukaanzia. Ndio safari yako ikaanzia hapo. Yeah. Na ulienda moja kwa moja Hubertus ama kuna klabu ilianzia afu ndo kaenda Hubertus? Hapana, nilienda but nzuri, mimi ni mmoja watu ambao naweza nikasema nilipata nafasi ya kucheza academy. Yaani kucheza academy na kucheza kwenye timu moja kwa moja. Nilienda academy iko Poland inaitwa Sportsmith Academy. Nadhani utaiona academy moja kubwa sana nchini Poland. Yeah, professional academy. Kwa hiyo nilicheza pale nikapata nafasi kwa sababu ya academy, lengo la academy uje ucheze pale, mcheze friendly match na timu za timu kubwa, senior team. Yeah, senior team. Zenu kishaonekana pale, wewe inakuwa ni platform yako. Wao wale scout kuambiwa tuna wachezaji kutoka nchi fulani kama 4, kwamba mnaweza mkatizama wachezaji position hizi na hizi. So after hapo nakumbuka tukapata nafasi ya kwenda kufanya mazoezi na baadhi ya timu. Nikawa nimechaguliwa mimi mmoja wa wachezaji ambao nimechaguliwa pia kwenda kufanya mazoezi na timu nyingine kutoka Sportsmith. Kuna timu nyingine inaitwa KC Halno, ni second team, yani niseme kama ni timu ya akiba ya timu inayoshiriki ligi kuu Poland inaitwa Legia Warszawa. Okay. Yeah, so nikaenda pale na nilikuwa nimeenda trial ya siku 30, lakini nikafanya wiki 2 nikawa nimepata opportunity ya kwenda kufanya mazoezi na timu nyingine. So kwenda kufanya mazoezi na timu nyingine ile, kocha akawa interested na kuniambia kwamba tukafanya kazi ya kwenye dirisha kubwa sama ile kwamba timu ikienda pre-season mimi pia nitaenda. Yeah, so then nikarudi zangu, fortunately kocha akafukuzwa. Lakini nilipata nafasi ya kurudi tena. Yeah, niliporudi huko ndo kuna timu sasa RKS Milko kutoka Poland pia. RKS Milko. Yeah, ndo kocha akanipigia simu akaniambia inahitaji mchezaji kama yako, nimeshaambiwa kuhusu wewe, kwa hiyo nilikuwa nahitaji uniongezee nguvu kwenye timu yangu. Na akaongea malengo ya timu yake anataka nini, na mimi pia nika interested, nikaona okay, kama kocha amepigia simu na amepata details zako na ameona kile ambacho ulikuwa ukifanya ni vizuri, so why not. Nikasema fine, nikaenda Simeko nikacheza nusu msimu, nikaenda Hubertus. Sawa, hebu tuambie sasa safari yako ulivyoanza ni kama hivyo ambavyo umeweza kutueleza. Maisha mapya ndani ya nchi nyingine, maisha mapya ya Poland. Umeondoka hapa, mimi na uhakika pia labda kama Kiingereza na Kiswahili na lugha nyingine, Kipolish hujawahi kuzungumza. Kwa hiyo kuna maisha mapya kule yatatokea, hali ya hewa, mazingira, vyakula, lugha. Kwa namna yani, kwa upande wako kulikuwa kuna ugumu pengine ama changamoto kuweza kuzoea? Changamoto ni kubwa. Tuna kama Poland changamoto ni kubwa. Lakini mimi nilichukulia ni part ya maisha kwamba sasa kama nataka kucheza level za juu zaidi, kwa hiyo inabidi hichi kitu nikichukulie kawaida kabisa. Yeah, kwanza let's start kwenye lugha. Yeah. Poland wanaongea Kipolish sana. Yeah, yani Kiingereza sio priority yao. Yani kukuta mtu ajui Kiingereza kitu cha kawaida kabisa. Hawachekani. Yani Kiingereza ni watu wachache sana utanondoa. Kuna shule zinafundisha sasa Kiingereza watu wafahamu, lakini wengi wanaongea lugha yao. Kwa hiyo ulikuwa unafanyaje mawasiliano sasa na wenzako ili muweze kuelewana? Kwenye timu kocha alikuwa anaongea Kiingereza na kwenye timu nzima nakumbuka Aksimiko mchezaji mmoja tu ndo alikuwa anaongea Kiingereza. Kwa hiyo yule pale kocha kuna muda hawezi kwa muda wote anaongea Kiingereza kunielekeza mimi tu. Inaweza akatoa maelekezo kwa lugha ya Kipoland. Alafu yule sasa mchezaji anasikiliza mwanzo mpaka mwisho fulani atatafsiri. Yeye anaelewa Kiingereza na Polish. Kwa hiyo ananiambia mimi bwana kocha kasema hivi na hivi na hivi na hivi. Kwenye mambo ya kutoka sasa sijui vyakula kwenda kuchukua na mambo kutembea tembea, nilikuwa natumia simu na type na kuonyesha mtu angalie. Yeah. Kwa nini umekaa kwa muda gani mpaka sasa? Season 3. Kwa sasa hivi kidogo Polish unaweza kuongea? Kigumu, lakini cha kujielezea uwezi kasema kashinda.
Mfano sasa mimi nikataka useme labda mimi naitwa David J. Didia, ni mchezaji kutoka Poland ama kutoka Hubertus, unaweza kujitambulisha? Yaani introduction ya wako mimi naweza kukuelewa. Okay. Kwa Poland tunasema Nazywam się David J. Didia. Jestem Krakowa. I poziom Tanzania. Hakuna vya kuombea maji kidogo vipo Yeah, wanajaribu. Lakini vipi kuhusu hali ya hewa, mazingira, vyakula? Maana tunafahamu vyakula vyao na kwetu kidogo tunatofautiana. Tukianza na chakula ya vyakula vyao viko tofauti, kwa hiyo unakabiliana vile, lakini inakupa wakati mgumu sometimes. Kwa mimi nilikuwa nachagua chakula rahisi ambacho najua hata kama kiwe kina ladha tofauti, lakini still naipata ile taste ambayo naitaka. Unaweza kaipata ya wali kuku, maybe tambi, hata kuku tu vipo. Hali ya hewa, tukija kwenye hali ya hewa, Poland ni moja pia nchi ambayo baridi ni kali sana. Baridi ni kali sana, yani nikisema sana namaanisha tofauti na nilivyoenda Belgium, nilivyokuwa German, tofauti kabisa, hata South Africa tofauti. Poland ni moja ya nchi ambayo baridi iko kali mpaka snow. Kwa hiyo ilikuwa nipo wakati mgumu, lakini ndo wakati wa kukua zaidi. Kwa hiyo nilikuwa nachukulia kama nilivyokuambia, ni part ya mimi kukua, nastakiwe kuwa mnyonge. Hivi unaamini kwamba lugha ni moja kati ya kitu ambacho kinawafelisha wachezaji wengi ambao wanatoka? Kumana nimeshazungumza na wachezaji tofauti, wakaniambia lugha pia ni changamoto, yaani kitu ambacho kinawafanya anakwama kule, kiachana pia na mazingira ni, lakini pia lugha ni changamoto. Naamini katika hilo kama mchezaji? Sometimes kocha anatoa maelekezo, kocha let's say Mpoland hajui Kiingereza. Kwenye timu pia unakuta maybe na mtu labda anajua Kiingereza, lakini kocha anachokizungumza na ukitafasiriwa kuna maneno mengine maybe, kwa sababu mtu kusikiliza na yaani wewe nilikusikiliza nikamwambia hivi tukasema hivi na hivi kwa maelekezo mafupi inawezekana, kwa maelekezo ya kimifumo sometimes wakati mgumu, inakupa wakati mgumu. Unakuta kuna watu wengine wanapata tabu sana kwenye mazoezi sessions za mazoezi zile. Kwenye mechi kocha let's say anasema tutataka tucheze hivi na hivi na hivi, wewe hujaelewa, ukicheza tofauti na kocha, ina maana wewe inakupa wakati mgumu pia. Kwa hiyo lugha pia inachangia. Inachangia sana. Sasa hizo nchi ambazo zingine Kiingereza. Pengine ukipo ugenini ama Poland, kuna tukio gani ambalo ulishakutana nalo tuseme bani baya zaidi kwako kihistoria, labda uweze kuja kulisahau? Maana tunafahamu kuna mambo mazuri, mambo mabaya. Lipo tukio ambalo ushakutana nalo ambalo huwezi kulisahau pengine? Tukio gumu ambalo nikutana nalo nchini Poland siwezi nikalisahau. One of the best moment ambalo yani kiukweli nilipo wakati mgumu. Tukio la nilipokuwa natoka Sportsmet anaenda Kisi Hall. Hiyo ni miji ama? Yani nilikuwa natoka kwa sababu Sportsmet iko mji gani? Hiyo Kisi Hall iko karibu na Warszawa, mji mkuu wa Poland. Alafu hiyo Sportsmet iko nje kabisa ya Poland. So nilipokuwa natoka kule naenda sasa sehemu nyingine, kama nikafikia hoteli, alafu nitoke hotelini niende mazoezini. Kwa hiyo kutoka pale sasa mambo ya taxi na train nilipotea. Yani nilikuwa nimeelekezwa, maana muda fulani ukifika nenda sehemu fulani ukutana na mtu hivi na hivi, atakuchukua atakupeleka mpaka hotelini. Mimi nilikuwa nimepotea. Ilikuwa ni kuanzia saa 10 mpaka saa 7 usiku. Umekaa unatembea unafanya? Yani nishazunguka, simu shazima, nishaweka hapa benki. Pale kafika muda nikasema bana ngoja mimi nilale. Na kipolishi ndio uelewi. Kila mtu kimwambia. Uko barabarani hapo? Uko barabarani nazunguka na kuna sema maybe this way, nikienda hapana. Na unajua kwamba Europe kila mtu yuko busy na vitu vyake. Not easy like kama Tanzania labda tukakaa msijini. So nakumbuka ni tukio moja ambalo lilikuwa tukio gumu sana, kwamba nilikuwa nimepotea. Nikakaa karibu kuanzia saa 10 mpaka saa 11 mpaka saa 7 usiku. Kama saa 9 hivi. Nikasema sometime maybe hii location niliyopewa nijaribu kwenda kwa miguu, lakini nikaona ni zaidi ya masaa sina kitu. Kwa kutembea. Na ulisaidikaje sasa? Bwana
nilikaa ule muda mrefu sana, kila ninachokijaribu alafu nilipewa ni sehemu, lakini kuna miji ya watu wanaishi ni kuna miji ya watu okay. Lakini sio kama Bongo kama mtu anatoka Mongeo, ni watu yumo ndani, unajui kama yumo ndani hayupo ndani okay. So kilichonisaidia nakumbuka, kwa sababu hata ile location nilikuwa nimepewa na yule mtu alikuwa anataka kukutana naye, ni kila kitu on time, so mimi niko ready tayari na nishapotea so nilichokifanya nilikalili jina la hoteli ambayo nilikuwa nataka nifike kule, so nikafanya kuita Bolt na sasa na mimi Bolt nilikuwa natakiwa nilipe cash. Bolt wengi kule Europe hawataki kwa kadi, wanataka walipe cash. Kwa nilizunguka almost huo muda wote nilikuwa natembea na nini, kila nikiita Bolt kwa kumlipa online anakataa cash. So nimekaa mpaka saa 7 na nikapata Bolt mmoja ambaye alikuwa tayari kuja. Hapo ushasaidika kuchaji simu? Yaani simu imezima, nilikuwa napaga, nimeweka mpaka mabilia 200, so like ule wale na liwe. Yes, well. Tough moments. Pole sana. Sawa. Na tulitazama mechi ya Benfica dhidi ya Real Madrid na ndani pia ulitazama. Tuliona kitendo ambacho alifanywa Vini na sio kwa mara ya kwanza, ni racism kiujumla. Sasa nachotaka kufahamu kiunganisha na ile tukio ambalo alifanywa Vini, wewe ni mchezaji ambaye anacheza nchi ambazo sio za kwenu. Mambo ya racism huwa yanatokea mara nyingi. Pengine huwa mkikutana na changamoto kama hiyo, kwa sababu Vini ni mchezaji ambaye ni mkubwa na ilifahamika kwa sababu ni mchezaji ambaye ni mkubwa, yeye bado hamjajulikana kama Vini, ndio maana tuliweza kufahamu. Kwa hiyo tunaamini huwa mnakutana na vitu kama hivyo, huwa mnakabiliana vipi na changamoto kama hizo ambazo mnakutana, ama huwa mnakimbilia wapi kulilia kwamba nimekutana na racism, nimefanyia kitu kama hiki ambacho sikipenda? Yes, uchuzungumza ni sahihi. Nadhani kwa mtu yoyote ambaye anacheza mpira Ulaya, kitu ashakutana nacho, yani sio mimi, sio yani kila mtu kashaki experience hicho kitu. Kwangu mimi kwanza ugumu ulikuwa unaanza kwenye ligi sasa hiyo ambapo tunashiriki. Mimi ndo mtu mweusi peke yake ligi nzima. Kwa hiyo kuna mechi nakumbuka tunacheza Aximilico na Hubertus, mimi ni Aximilico, ndo hapo Hubertus wakaniona mimi. Nakumbuka ile mechi naenda uwanjani, yani tunaingia sasa kwetu mwasili ndio pitch field ndio unaenda kukagua uwanja. Watu walikuwa wanashangaa mimi. Yani kuna mtu mweusi wanajani, unajua ile jukwaa zima linapopoint wewe unaona wakushangaa, ukigeuka hapa ni wanakuangalia, kule wanakuangalia. So ile ilikuwa inashangaa kwao, wanashangaa, mimi sijui kwa wanashangaa nini by the way. But mimi kwa nasema it's fine. Moments zingine ambazo zinafanya pia zinaumiza, ubaguzi upo hata kwenye mpira upo. Kunojua wewe binafsi ulishawahi kufanya tukio ambalo ukaona kabisa uwanjani umefanya racism either na mashabiki ama wachezaji wenzio? Nakumbuka nilipokuwa Aximilico. Kuna mchezaji ni mzungu kwa position moja. Yule anaamini yeye ni bora kunizidi mimi, kwa sababu mimi nimetoka Afrika, kwa hiyo yeye ni bora kunizidi mimi. Kwa hiyo unakuta sometimes mazoezini tukicheza timu moja, tunacheza position moja. Kaiza namba 7 mimi 11, sometimes kocha anatumia kama light wing. Kwa hiyo unakuta anani brass like David, one touch, pass the ball. Even si receive mpira kashaanza kunipigia kelele mchezaji mwenzia. Naambia kocha yupo, mbona una shout kiasi hicho? Nasema from Africa. Yango kutoka Afrika. Hii ni Poland. So hiyo ni moja tukio ambalo mimi nilikuwa naliona limekaa vibaya, lakini kwangu mimi alinipa shida kwa sababu mimi najua ninatafuta nini. Waga mna mtu ambaye pengine mnampelekea malalamiko kama wachezaji, kwa vile tu ligi tayari ni mweusi peke yako, ni changamoto kidogo? No, mimi nikiona kitu ambacho kiko sawa, na maana mimi namwambia manager anamwambia kocha, ama namfuata kocha direct, namwambia bwana kuna 1 2 3. Sio kitu kizuri. Hata hiyo siku mchezaji yule ni question notes nisoma moja. Nilimwambia kocha bwana, sasa kocha ni wewe ama mchezaji? Maana anaona maelekezo yanakuwa ni mengi, ni kusikiliza yeye kocha au nimsikilize yeye. Kocha akaniambia pia kwamba kashaiona hilo jambo na atalifanyia kazi. Even pia mimi nadhani hata kwenye sometimes nimeweza kuingia kwenye train
let's say umekaa hapo kumwona mzungu kikaya ananyanyuka anaondoka. Mimi even I don't care, anakaa wengine waga anaondoka. Mzungu unaweza kukaa hivi umefika ukakaa akanyanyuka akasimama. Lakini kwenye mwendo kasi kwa kuna siti imebakia, mtu yuko lazima asimame lakini akupishe. Lakini mimi sijali kwa sababu mimi najua ni kitu kinapeleka pale. Inaumiza sometimes lakini you need to keep moving. Sasa inakuwaje yani ligi nzima najikuta mchezaji labda ni mweusi mmoja, ni kwamba huwa hawafanyi sajili za wachezaji kutoka sehemu mbalimbali ama inakuwaje? Poland limit kwa mchezaji mmoja wa kigeni. Kwa hiyo ligi nzima unakuta timu nzima uta mchezaji mmoja. Mtu mchezaji ni mmoja kigeni, na wewe kigeni yawe ni quality ambayo pale ni timu yao wanaona kwamba haipo, ndio wanaamua kuleta. Kwa hiyo unakuta wengi yani Poland unajua ni nchi ambayo ina watu ambao umri umeenda wazee sana. Ina maana wanakuza generation yao sasa hivi kwa ajili ya national team labda. National team na pia vijana wao wengi wacheze mpira yani. Sio Poland kukimpira kidogo. Hata unaona yani UEFA ifanye vizuri na Europa, let's say maybe Europa mwaka jana ndio season iliingia final kitu kama hicho ile ya Warszawa na Chelsea. Lakini ukiangalia Poland ni nchi ambayo kidogo watu wao wameenda sana, kwa hiyo unakuta wanawapa sana platform vijana wao ili kutengeneza future nzuri kwao. Ndio maana watu nafasi kwa wachezaji wengi. Sawa. Hivi ulishaikutoa timu ya taifa hapa Tanzania? Bwana. Timu ya taifa Tanzania na 20 leo kwenda AFCON nakumbuka. Under 20? Under 20 kwenda AFCON. Sikuitwa, ilikuwa ni mazungumzo na kocha Julio. Okay. Wale wenda ile AFCON ile kama Mauritania kama hicho nakumbuka. Kwa mazungumzo ni mazuri tu, lakini end of the day na hisi wale kwa wameitwa kwa wakati huo walideserve kuwa pale. Kwa hiyo kwa mpaka leo haujawahi kucheza national team? Sijawahi. Nitaka ni kuuliza kuhusiana na mechi za AFCON ambazo zilichezwa Morocco msimu huu za national team na maisha kwamba senior team. Sawa. Tuliona kama maingizo ya wachezaji wengi ambao bado sasa hivi ni vijana chini ya Gamondi, lakini pia level ambao wamefikia, kwa sababu tunaweza tukasema mataifa mengine ambao walishiriki wachezaji wao wengi wanatoka nje. Tuseme labda Morocco na wachezaji wanatoka Liverpool, wachezaji wanatoka Manchester huko hivi, si ndio? Lakini kwa hapa Tanzania pia wengi wanatoka nyumbani, lakini wengi wanatoka nje, hawaimbwi sana. AFCON ya msimu huu ambao umepita, pengine ilikuwa na kitu gani, na wewe kama mchezaji kuna kitu gani ambacho umejifunza ili atakayeweza kupata nafasi? Lakini kuelekea AFCON 2027 unadhani labda wanahitaji kufanya marekebisho kitu gani ili pawafika pale Tanzania imeimarika zaidi? Okay. Good question. But nzuri nilikuwa naongea sana. Nilikuwa nazungumza sana na Alphonse ya. Ni mshikaji wako? Sana. Nikisema mshikaji, yani si niseme. Naweza kusema yani sio mshikaji wa kupitiliza. Kwa hiyo mechi kabla after lazima tutapiga, tutaongea na hivyo. Tutapanga hizo game. Even hata Morris Abraham Batumba kwa nje. AFCON 2025-26 sio ilikuwa. 2025-26. Ilikuwa na platform nzuri sana kwa vijana wengi. Hasa sisi national team ya Tanzania. Na ukiangalia tumepiga hatua kubwa kuingia kwenye hatua ya mtoano. Kabisa. Nadhani at least unaona sasa hivi timu ya taifa inafanya vizuri kwa sababu pia maingizo mapya, vijana ni wengi, experience player, even kwenye club watu wanafanya vizuri. Ukizungumzia sasa hivi Yanga, Simba, Azam, unaona hata goalkeeper pia aliyeitwa pale na unamzungumzia Masalanga Hussein. Unaona kwamba leo hii experience anayoitoa kule Singida sasa hivi Yanga kipindi siko Singida, right? Anakuja kuonyesha kwenye AFCON michuano mikubwa kama hiyo. Ina maana kwamba wachezaji sasa hivi timu ya taifa wanakuwa pakubwa sana. Na maingizo ya vijana yanasaidia, not kwamba waliokuwepo hawastahili, hapana, wanastahili, lakini pia nadhani pia kila siku mambo yanabadilika. Alphonse anacheza Azerbaijan, anacheza na timu kama Karabag ambao wanacheza UEFA Champions League. Akicheza against wao na akacheza katika performance nzuri, ina maana ana analytics nzuri. Akija national team
ile game intensity aliyopata against Karabakh akija akionyesha kwenye national team ina maana inasaidia. Novatus katika UEFA Champions League, right? Yeah, na unaona kwamba tuna move. Kevin John kutoka Genk kaenda Denmark. Unaona watu wana move. So Seven Mwalimu pia. Na unaona maingizo mapya ya vijana yanasaidia. Kwa nadhani pia hilo limechangia sisi pia kuwa katika nafasi nzuri na mimi binafsi nilikuwa proud na wale wote walioshiriki kwenye mashindano msimu huu ulioisha na walifanya vizuri na ya 2027 nadhani itakuwa bora zaidi kwa sababu pia tutakuwa nyumbani kabisa. Even kila mtu anaishi kuwa katika pati ya kikosi cha timu yetu. Angalie, wewe mwenyewe unajua unatamani. Ndio natamani kuburusha bendera nchi yako. Kabisa. Even mimi tu natamani. Kwa hiyo nadhani itakuwa maandalizi mazuri, timu zitaendelea vizuri na itakuwa mashindano mazuri na tutafanya mambo. Hivi David, pengine unadhani ni kwa nini timu za West Africa mfano kama Senegal, Cameroon, labda Nigeria, Mali huko Ghana wanatoa wachezaji wengi sana ambao wanacheza Europe? Yaani wanakuwa na wachezaji wengi ambao wanacheza nje. Tofauti na timu za East Africa kama Tanzania, huku Uganda, Kenya, wachezaji wengi wa huku East Africa hawapati nafasi ya kucheza nje zaidi. Pengine labda tunakuwa wapi East Africa? Nadhani inaanza kwenye management yako wewe. Mchezaji pia. Kwa sababu unaweza ukawa unasema management kumbe mchezaji anataka acheze Tanzania. Kwa nadhani inaanza kwa mchezaji mwenyewe anataka nini, lakini pia na management pia inataka gani ya. Kwa sababu usitaki kuniambia kwamba quality za wachezaji wa Tanzania waliopo hapa hawezi kwenda kucheza Ufaransa, hawezi kwenda kucheza let's say Ureno, Croatia, Spain. Ya ligi ni nyingi. Italy. Huwezi kuniambia kwamba hawezi kucheza pale. Lakini inategemea sasa mchezaji nyuma na nani anamsimamia. Na yeye pia anataka nini. Sometimes not management ni mchezaji na sometimes ni management na sio mchezaji. Kwa hiyo unaona let's say kama Kamala yule Msenegal, jana nimeangalia mechi Monaco na PSG, unamwona anacheza. So na ni mdogo kabisa. Yule kijana wa nani kama nimemsema Aznai Onai, sijui Onai anacheza Ivory Coast, kwa miaka 19 dogo hivi anacheza Uturuki. Unajiuliza how is it possible anacheza Uturuki, lakini sisi pia huko tuna vijana ambao weji ni nzuri na wanafanya vizuri kwenye ligi pia. Lakini sasa ni kinachokwamisha moja, unajua kwamba aidha ni management aidha ni mwenye pia mchezaji na soko letu pia. Kwa sababu mimi ninachoamini ni kwamba kuna mchezaji ambaye anaweza kucheza Tanzania. Mfano tumchukulie Faisal, si ndio? Anacheza ligi ya Tanzania. Unaweza kukuta kuna mchezaji ambaye yupo nje labda wa West Africa ambao kimweka na Faisal. Yule mchezaji yani hamkuti Faisal hata kidogo. Tunataka kujiuliza kwa nini inakuwa vitu kama hivyo sasa. Ndio nimekwambia sasa watu walioko nyuma yake ni namna gani push, kwa sababu unaweza kuangalia hata kwa wachezaji wengine wanacheza Ulaya unaona nawapa heshima yao tu kwa sababu wanacheza pale, lakini sometimes quality zao ni quality za kawaida ambazo unaweza kuzipata nchi zingine, lakini kwa sababu ya watu walio deal zake zinachezeshwa na nani, unamwona mtu yuko sehemu na yeye pia mchezaji mentality yake anataka nini. Kuna mtu unakuta yuko lazi asicheze hata misimu mitatu lakini afikie kile ambacho amekipanga kwamba acheze Europe. Kwa hiyo nadhani wachezaji pia wana jukumu la kuwa na tamaa ya kutoka nje na Tanzania na kushawishi uongozi wao kupush wao kucheza Europe, na inawezekana. Hivi nafuatilia ligi ya Tanzania? Nafuatilia sababu ligi yetu. Kati ya ligi ya Tanzania na ligi ya Poland ni ligi ipi kwamba ina ushindani zaidi? Poland ina ushindani, Tanzania ina fan base kubwa, ina pressure. Poland ndio mnaenda fan base kubwa sana. Ipo, lakini nadhani pressure sio kubwa kama Tanzania. Tanzania kuna hype kubwa sana. Depo anacheza yule steka wa Yanga na mechi ya Poland. Nadhani hata ukija siku kapata timu kamuulize bwana, hivi pressure unakuwa unaipata Poland na unaipata Yanga Tanzania kwa hichi kipindi tu unaionaje? Atakwambia kwa hiyo Tanzania ni haina ushindani, ina hype. Siwezi kusema ina vibe. Siwezi nikasema haina ushindani.
ina ushindani sababu ni ligi namba 6 kwa ubora Afrika. Ndio maana nasema ukisema ina ushindani utakuwa unaikosesha. Okay, ni ligi nzuri na ushindani lakini ninachokizungumzia watu huko yaani watu ni kwamba wako serious sana, wamefocus sana na mpira na hii ligi yani. Tofauti na Poland ligi ni nzuri kwa sababu naona Europe watu mtu hawezi kuganda sana kama ilivyo ligi ya TZ. Okay, ya kwa hiyo naweza kusema kwa quality of course Poland quality ni nzuri, Tanzania pia ni nzuri. Okay, lakini Tanzania pia ni nzuri na unaongeza pia kwamba ina vibe yani yaani mchezaji anaweza akatoka nje, tuseme kama Depo alikuja lakini tuangalia mchezaji kama Okello alikuwepo Uganda alikuwa haimbi sana lakini amekuja huko kwetu Tanzania wanaimba, yani watazame tu wachezaji kama ndio ninachotaka ukimaanisha Tanzania yani. Kwa hiyo tunasema pia inaweza inachangia ligi Tanzania kumbrand mchezaji sana. Tanzania wao unaona kwa wachezaji wanakuja wanatoka nchini kwao, wana majina makubwa sana, wana performance nzuri tu lakini hawana majina makubwa, lakini wanakuja huko wanapata ufalme. Kwa hiyo na Tanzania wana upendo, wanapenda mpira, wanapenda watu kufanya vizuri, kwa ni kipenzi cha watu kabisa. Uwezo wa shinda. Okay, ulishawahi kutamani kurudi kucheza soka la nyumbani labda? Siku moja mimi nije nicheze Tanzania pale kwenye soka la nyumbani, ulishawahi kujaribu yaani kutamani kufikiria kitu kama hicho? Hiyo pia lipo. Kila mchezaji bora lazima anatamani siku moja mpira wake amalizie nyumbani kwake. Sawa, kabla hujaendelea, ikitokea ukarudi kucheza soka la nyumbani, ni klabu ipi utatamani kucheza katika klabu mbili za Kariakoo? Ni swali gumu. Hapana, kila mtu yani kuna mtu anakuwa na malengo, japo kuna wengine anacheza kwa ajili ya fedha lakini pia kuna malengo. Bwana mimi nikicheza Simba taenjoy, mimi nikicheza Yanga nitakipiga sana. Nadhani zote ni klabu kubwa nzuri na ushawishi mzuri. Kwa hiyo as long as zote zinatokea Tanzania kwa wakati huo sasa ambao tunazungumza itakaje kwa wakati huo utakuwa na nafasi nzuri sana kwangu. Na unaona sasa kwamba hapa huwezi kusema sasa hivi Yanga, huwezi kusema sasa hivi Simba kwa sababu wewe paka inafika wakati huo na maana unakuwa ushajua kabisa kwamba mimi kwenye nikienda Simba nafasi yangu ni nitapata hapa nafasi kubwa sana ya kucheza. Nikienda Yanga sitapata nafasi, nikienda Yanga nitapata nafasi, nikienda Simba sitapata nafasi. Kwa hiyo unaangalia kwenye details nyingi. Kwa hiyo kwa wakati huo itakuwa ipo karibu, ndio hiyo moja. Dirisha kubwa la msimu huu nilipata tetesi, yani ulihusishwa kujiunga na Simba kwamba Fadlu alikuwa anakutaka mazoezini. Kulikuwa kuna ukweli wote na hizo taarifa? Mimi nilikuwa najisikia na kumbuka ulikuwa Jwaneng Galaxy? Nilikuwa ya South Africa. Nilikuwa Botswana lakini Jwaneng alikuwa na mechi na Orlando Pirates. Orlando Pirates. Mimi kwa nasikia tu kwa sababu kile kipindi nilikuwa naona watu wanaenda, nasikia mimi nakufanya mazoezi, kana kufanya mazoezi. Nasikia nao mimi ngambia hapana, mimi nasikia kweli. Kwa hiyo ilikuwa ni rumors tu. Sijui kitu. Na malipo chini ya management. Hapana, mtu akaandika chochote kile. Fadlu hajawahi kutafuta? Hapana, sio kuzungumza. Kwa sababu unafahamu ni mshikaji wake na Morris. Na ndio kipindi ambacho Morris alikuwa anafanya mazoezi pia na klabu ya Simba. Nikasikia pia na wewe ulihusishwa kujiunga na Simba. Mimi pia nilikuwa nasikia kama wewe. Nilikuwa nasikia sure. Nilikuwa nasikia kama wewe kwamba bwana tuambie ukweli, naambia hapana, mimi pia nalisikia juu kwa sababu nakumbuka wakati huo nilikuwa invited kwenda Jwaneng pre-season. Kwa hiyo hilo mpaka sasa hivi. Kwani Jwaneng wewe unafanyaje? Kwani wewe kucheza Jwaneng Galaxy? Mimi nilikuwa Tanzania, nakumbuka mwaka jana mwezi wa 6 wakati wa pre-season ya ligi zimesha, nilienda kufanya mechi ya charity kama nakumbuka, nilikutumia nilikuwa nyumbani kule mechi ya Isani kule. So after mechi ya Isani kule narudi Dar es Salaam, nijiandaa na maandalizi kwa ajili ya kuondoka, nikapata nafasi kwa sababu ligi pale inaanza mwezi wa 9. Okay. Ya 9 mpaka 10. Nikawa nimepata email kwamba Jwaneng Galaxy wameninvite kwenda kuparticipate pre-season yao, maandalizi yao. Kwa hiyo ni kushiriki tu. Yaani ni experience, na pia kuna option ya kusign pale, yani kwamba ukifanya vizuri ubaki pale kwa sababu tulicheza mashindano pia. Tulicheza South Wales pia Botswana. Na after hapo pia
nikaenda, so I was like ni moja ya mazoezi. Sawa, tutoke huko tuje tuzungumze tu kwenye maisha halisi ya nje mpira. Kuna mahusiano na mpira. Nataka tuangalie Ulaya. Mara nyingi Ulaya tunaweza kuona mchezaji anakuwa ipo comfortable ku hang out na mpenzi wake au mke wake, familia yake. Yaani na wakachukulia ni kawaida, hautasikia chochote. Lakini ukija kihuku kwetu sasa, ikitokea mchezaji labda akaonekana labda na mwanamke, kuna mwingine anaweza kaposti mke wake kabisa, alafu akaja akafanya vibaya, kuna maneno ataibuka kwamba wachezaji wameelekeza sana wanawake, yeye wote ni mke wake kabisa. Afanye. Sasa yani kuna nafasi gani au kuna uhusiano gani kati ya mapenzi na mpira? Okay. Hii swali nzuri sana. Mimi pia ni mmoja watu ambao huwa nashangaa sana kuona watu wanaozungumzia kuhusu mahusiano sana, kwa sababu mimi naamini kwamba yani mimi pia nina uhuru wa kuwa na mahusiano kabisa. Kabisa. Yeah, so nacheza mpira kwamba ni kazi, lakini nje ya mpira takiwa ni family, ni mtoto, ni baba kabisa. Ni na maisha yangu pia niishi kwa uhuru. Kwa hiyo watu wengi sana wanazungumza hilo sana. Hasa pale mchezaji performance yako ikishuka, like kwamba anaendekeza starehe na vitu kama hivyo. Lakini kuna wachezaji ambao hawana hata hizo posti za wakiona wachezao hawaposti, na hizo sehemu kina N'Golo Kante hao na wanacheza vizuri, kuna wengine pia wanacheza vibaya. Lakini watu wanaangalia kwa upande mmoja tu kwamba hata nimeona hata kwa Lamine, kwa yule mpenzi wake Nicole, kwa anasema kwamba ana maribu. Kwa hiyo hizo ni opinion za watu wanaozungumza, lakini kiukweli mimi usitaki kuniambia kwamba mimi, kwa sababu mimi nikiona na mpenzi wangu performance yangu basi ndio itashuka, basi mimi ndio nimeamua kushusha performance. Lakini in reality mimi najua kazi yangu. Kajua mbona Enrique ni mdogo lakini sasa hivi wa moto kweli, kwa sababu huwezi kusema kwamba mimi Ronaldo yule pale ana mke na na watoto, lakini still anafunga even Messi. Lakini watu wanaangalia kwa tofauti sana. Nadhani ni mchezaji mwenyewe kujisahau. Tukitoka kwenye labda kuwa mke au mume, labda kuna ile girlfriend na boyfriend, labda pia watu wengine wanaona pia hivyo vitu huwa vinafurahisha. Mahusiano hivyo yanachangia katika kuharibu ama kushusha kiwango cha mchezaji. Sometimes yes. If kama mahusiano yenu pia yanakuwa, unajua mahusiano serious ambayo mtu anakuwa anashare vitu vingi sana mpenzi wake. Even let's say mimi mfano mimi na mahusiano na mpenzi wangu, ina maana yule ndo amani yangu mimi. Ina maana mimi nikienda uwanjani mara na mechi hivi na hivi, so kesho na kesho kutwa wewe ndo support yangu kubwa, yani unanihamasisha even in a bad time. Leo hii ukija kumpoteza mtu unayempenda, at that time lazima kidogo mtu performance na yani ukampotezaje? Mnaweza mkaachana. Akafariki hivi, nataka kufariki, mnaweza mkaachana. Okay. Actually shamkuta hiyo. Ya kufiwa? No, alimahusiano actually Dele Alli. Wewe? Mimi? Au mapenzi sio priority kubwa? Wewe tuje binafsi yako kwenye mahusiano, ukiwa labda haupo sawa na mtu wako, kuna namna ambavyo unashuka kiwango? Najitahidi sana nisiweke mahusiano yani mapenzi niingize kwenye kazi, najitahidi sana. Okay. Najitahidi sana, siwezi yani bora hivi vitu vishie nje, lakini ukiingia uwanjani uingie ukiwa na akili yako 100%, kwa sababu hamna mtu anayejali kwamba wewe umeachwa na mpenzi wako basi tukupe muda. No, play vibaya atasajiliwa mtu mwingine zeni watu watakusahau. Kwa hiyo siwezi nikaingiza kwenye kazi mahusiano. Kwa hiyo zile ni fikra tu labda pengine za washabiki kulingana na nyakati ambazo mchezaji anapitia. Wapo pia wachezaji wa namna hiyo. Kwa hiyo siwezi nikatetea kwamba wachezaji hawapo wa namna hiyo. Wapo pia ambao mtu mahusiano pia anaendesha pia na kazi yake. Kwa hiyo kama tofauti na mpira, yani maisha yako kawaida, ni kitu gani ambacho unapendelea kufanya sana? Ukitoa sama mazoezi, kwa maisha kawaida. Sasa maisha yako tu ya kawaida. Okay, mimi napenda kukaa na watu, kufurahi na watu. Mmoja watu ambao huwezi kunikuta mimi yani ni mtu ambaye
napenda kukaa na watu even nikiwa hapa nikiwa kote. Napenda kuwa na amani, watu wangu wote wanaonizunguka wana furaha. Napenda kusikiliza muziki. Napenda kudance. Ashake mtupu. Napenda pia muda mwingi kama na sina mambo ya mpira, basi nitakuwa naongea na my family, my friends, kusali. Kusali sana Hamna inawezekana pasipo mpango wa kusali. Sometimes kuangalia movie, hivyo ndio vitu ambavyo napenda, lakini kulala sio vitu vyangu sana. Wewe ni mtu wa vibe muda wote kulala? Sio pale muda wangu ambao umefika kulala, lakini sio mtu wa kusema siku nzima na hapa. Na ni vitu gani yani si tunaweza tukakuona upo sawa vizuri kabisa serious, lakini na vitu vyako vya kipuzi ambavyo unapendelea kufanya peke yako? Ambavyo hatuvijui labda kutoka kwako. Naweza nikasema vitu ambavyo napenda kuvifanya. Mimi napenda sana kufanyaje? Dance. Yaani kudance vizuri. To dance kidogo basi. Not today. Natuangusha. Kidogo. Not today. Hata ukiwa umekaa hapo una dance tu. Hapana, not today. Itatokea next time nitanyosha. Ukiachana na kudance na kitu chochote cha kupoza na peleka fanya. Sasa nataka niki. Wewe unakifahamu mimi. Mbona umeniuliza zaidi ya mara mbili. Napenda dance. Na hivyo yani hicho ndio kwamba naweza nikaa mwenyewe tu ndani nikaangalia, nikiona kitu kizuri naweka simu pembeni na jaribu sio. Kwa simu yako rafiki yako mpuuzi uliko wote nani? Yaani aomba kijinga sana. Hata nikikutumia message uweze kuisoma mbele ya watu au kutumia voice note hapa mbele ya watu yataniaibisha. Nasikitika kukutaja lakini inabidi kutaje tu. Nani? Alfonso unamjua? Alfonso Msanga. Mabula. Mwaka ni Alfonso nifanya naye interview mpaka yeye mtu mpole sana. Podcast yangu ya kwanza nilifanya na episode 1 nilifanya na Alfonso. Unamsingizia. Mimi ndo nakutajia Alfonso. Kwamba Alfonso ndio mtu ambaye yani akinitumia voice note inabidi kidogo ni sasa hii ni serious, lakini akishare na kitu Instagram Alfonso naweza nikamtaja Alfonso ndio mtu ambaye akituma kitu lazima kidogo uangoe simu tu. Most saved picture kwenye simu yako, yani mara nyingi utaikuta kwenye simu yako, yani picha ambayo kama wallpaper kasiwa picha ya nani? Picha ninayopenda zaidi ni ya Joe Willock. Nani? Joe Willock mchezaji yule. Okay, nafahamu. Napenda sana picha yake moja anapanda flight. Napenda sana. Hivi mpenzi wangu kutumia V1 ukiwa umekaa na watu unaweza kuifungua? Hapana. Utafungua. Sasa nategemea mnatumia nini sasa kwa V1? Hapana, mimi nadhani kama ni kitu cha kunionyesha tukiwa tumekaa V1 vitu ambavyo ndio maana ikaitwa V1. Ile kama picha kawaida mtumie kawaida not V1. Ukiachana sasa na mpenzi wako, labda mshikaji wako ambaye kutumia V1 mbele ya mtu ufungue ni nani? Mtu ambaye kutumia V1 sifungue mbele. Kuna mshikaji wangu anaitwa ni my brother. Okay. Fidi sasa anatumia V1 mimi sitafungua. Vitu vya sio kufungua sina hata reels. Hata reels zake sometimes nzuri, lakini yani yeye Alfonso hapana sifungue. Kuna yule mshikaji ambaye ni mwanao sana, yani ukimpigia simu moja tu, yani popote upo naye. Mshikaji wangu ambaye ni mwanao sana, ambaye tukipigia simu moja anapokea. Na kwa simu yako pia mara nyingi sana unaweza kuongea naye. Wako wengi, lakini kuna hao wawili ambao yani lazima tunazungumza. Kwanza Alfonso yeye mwenyewe wapiga damu. Yani labda Alfonso ni mazoezi au damu ya mazoezi, lakini kama kuna simu inaweza kumpokelea simu. Na kuonaje sana na Ndambule, ni mshikaji wako? Azizi anataka niongee na mshikaji. Wewe mnaongea vitu gani sana? Yaani Ndambule ni mtu wa namna gani? Katika kitu ambacho watu wakifahamu maybe kwa Ndambule ni mtu mmoja poa sana.
mpole yani. Ni mpole. Yani ni mtu ambaye pia mkizungumza jambo ni mtu ambaye mnalikamilisha. Yani bwana, siku fulani tunakutana, sehemu fulani tutoke sehemu fulani. Ni watu ambao ni mtu ambaye amenyoka na ni mpole, alafu pia ana upendo, yani namkubali. Kwa hiyo yeye mwenyewe anajua ni appreciate. Na mimi pia ni mtu ambaye na push. Ana nafasi gani kwa labda kwenye career yako, maisha yako Ndambwile? Ndambwile naweza nikasema ni familia yangu, familia yangu. Ni mtu ambaye let's say nilikuwa na kwa siku nilipata nje nikamwambia nasubiri na masomo ile, nikamwambia hiyo itakuwa kitu fulani ambacho mimi kwa mawazo yangu nilikuwa najua nitatumia muda mrefu sana kupona, lakini akaniambia hiyo itakuwa ni siku kadhaa tu, sio kama 4 hadi utakuwa sana. Nadhani na video pia ninayo hiyo siku. Kwa hiyo anakwambia kwa sababu ni mtu ambaye anakuaminisha, unajua. Alafu mimi pia ina maana anakutoka kwenye akili ya kuhisi kwamba labda hii nje inaweza kuchukua mwezi mzima mpaka kukuaminisha ndani ya wiki moja. Kwa hiyo ni mtu ambaye namkubali, yeye mwenyewe anajua. Sawa. Vinicius Junior ama Rafael Leao? Vinicius Junior. Okay. Kufunga ama kuassist? Mimi napenda kufunga. Tunaongea na sana sport kwa pasi. Napenda ufike finali ya UEFA ama uchukue Premier League title? UEFA Champions League. Finali lakini usichukue kombe. Finali lakini usichukue kombe. Yaani ufike finali ya UEFA usichukue kombe. Yaani sio kama mshindi wa pili. Ama uchukue kombe la ligi. Ndio. Kipi kikubwa kwako? Tough question, but for me, kila mtu ana opinion zake, lakini mimi kufika finali ya UEFA Champions League ni kubwa zaidi. Okay, kuimba ama kucheza? Kucheza. Lakini wewe kuna mtu anapenda kuimba. Sauti sina kuimba. Boyfriend or husband? Husband. Okay. Sawa. Kiachana na hilo, sawa, kwa hiyo angalia. Ya, imeisha. Okay, kwenda beach ama kwenda club? Kwenda beach. Beach. Road trip or air trip? Air. Road trip or air trip? Road trip. Napenda. Okay, sawa. Pengine sisi tuseme tumemalizana na wewe, labda kuna jambo ambalo hatulifahamu ama hatujaweza kuzungumza na wewe na unapenda tufahamu, lakini pia ambao wanakufuatilia wewe kama role model wao. Lakini kama hujaondoka, kuna tetesi kidogo nilisikia kuhusiana na wewe kwenda Spain. Kwanza nataka kuhusiana na hiyo kwanza kabla sijamalizana na wewe. Sasa hizo unaweza ukaniambia kama zina ukweli? Hizo nadhani watu wa nyuma yangu ndio wana majibu sahihi kuhusu management. Ya management. Okay. Ya management na watu wanaohusika kwenye hicho kitu. Kwa hiyo nadhani kama unasikia tetesi basi subiria usajili. Ila mwenyewe unatamani kwenda kucheza Spain? Ya natamani. Spain pia ni nchi nzuri pia. Kwa hiyo natamani pia Spain nchi nzuri, so ni platform pia nzuri ya mimi pia kufikia malengo makubwa zaidi ambayo nina kichwani mwangu. Okay, sawa. Basi zungumza na mashabiki wa Jelidia, lakini pia tunakufuatilia kama role model wao. Ndio kabisa. Yeah, naweza nikasema kwamba kwa mshabiki ambao wewe mwenyewe si shabiki yangu. Mshabiki wako mkubwa sana. Yeah. Namba 1. Kwa mashabiki ambao wanafurahia kile ninachokifanya, nadhani nina deni kubwa kwa sababu wengi wanajua nina malengo gani, nataka kufikia wapi. Ya malengo yajifiche. Kwa hiyo madeni kubwa kwao kila siku na zaidi, na siku zinazozidi kwenda ninajaribu kujituma kwa namna nyingi zaidi ili niwe bora na niweze kuwapa ile heshima ambao wanatamani waipate kutoka kwangu. Ya kwa hiyo wao still wawe pamoja na mimi. Nawapenda sana. The best is yet to come. Ya iwe kwa walionizidi umri, wazidi kwa vijana. Ya
na wale wote ambao wananifuatilia mimi. Na wale ambao hata sifahamini nao tuzungumzi, maybe atupate wakati mzuri kuzungumza kama hivi, wote mimi na appreciate kwa kile ambacho wananipa na wananiombea. Kwa hiyo mimi binafsi nitazidi kupambana zaidi ya nilivyo hapa, kwa bora zaidi. Na kwa wale ambao upande wa pili ambao wananitizama mimi kama idol kabisa, ya kwanza ninapenda kauli yangu moja napenda kuizungumza. If not me then who? Kama si mimi nadhani nani? Kwa hiyo wao pia wapambane na wasichoke, yani hakuna kukata tamaa, kwa sababu heri za Mungu ni nyingi sana kabisa heri zetu sisi. Kwa hiyo wao waombe Mwenyezi Mungu kwa imani zao, wapambane, na pale ambapo wanahisi kuna msaada ambao wanahitaji kutoka kwangu, mimi niko attention kwa hapa na ninawakubali. Ninawaomba tu wazidi kusimama kwenye nafasi ile ile ambao wameamini kwa yeye, kwa mpira, kwa aina yoyote ile ya kazi ambayo unaifanya, iwe masomo, iwe mpira, iwe chochote kile, kwamba unaweza kuwa pale ambapo unatamani kuwa. Ni muda tu, kwamba leo au kesho, lakini end of the day you will be where you want to be. So for myself, what can I say? Never give up. If not you, then who? Let's keep going. Tunashukuru sana. Bwana, tumepata wakati wa kuzungumza na David Jididi. Kama ambavyo mmeweza kutazama, ni mchezaji ambaye anacheza katika ligi ya Poland katika klabu ya Hubertus. Tumeweza kusikia mengi kutoka kwake. Ni kushukuru sana wewe mwana michezo ambaye endelea kututazama kupitia Bongo 5, lakini pia usiendelee kusubscribe, like, comment pamoja na kushare ili tuweze kupata yale mengi. Kumbuka hii ni The Kick Off episode ya 3 na mimi ni Malkia wa Soka.